Kwa majina ninaitwa Askofu Dr. Zakayo Mkemwa wa Kanisa la Uponyaji na Ukombozi Tanzania. Mimi ndio mwanzilishi wa huduma ya uponyaji na ukombozi hapa Tanzania, lenye makao makuu Tabata, Segerea. Na leo nipo hapa kwa ajili ya kuzungumza mambo machache, ambayo mambo hayo, jambo la kwanza kuhusiana na sikukuu hii ya Pasaka, ambapo sikukuu hii, lengo la sikukuu hii ni kuhakikisha kwamba ndani ya mioyo yetu tunakuwa wasafi. Leo ni sikukuu, lakini wengine unakuta leo ndo siku yao ya kufanya dhambi, ya kufanya uzinzi, uasherati na vitu vyote vibaya. Lakini hiyo inakuwa sio sherehe tena, tunakuwa tunaharibu kumbukumbu nzuri ya Yesu Kristo, kwa sababu yatupasa sikukuu kama ya leo watu kujitafakari katika maisha yao ya kiroho, kuacha dhambi, kuishi maisha matakatifu na kuendelea kuwa na amani na kila mtu. Lakini sio siku ambayo ya kuingia kuleta mambo mabaya. Wengine wanaenda magesti huko, ni sikukuu, wana mitoko ya kipepo. Hizo ni sehemu ambazo wanaharibu neno sherehe au sikukuu za Pasaka. Kwa hiyo Pasaka ni sikukuu nzuri kabisa, tunakumbuka, lakini lazima tujue kwamba maisha yetu si Pasaka tu. Maisha yetu ni kumwamini Kristo na kuacha dhambi na kuishi maisha matakatifu. Lakini pia tukumbuke mwezi huu na mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Mwaka 2025 tuna mwaka wa uchaguzi, na niseme tu kwamba sisi kama viongozi wa dini tunaombea amani, ushirikiano uweze kuwepo baina ya vyama vyote vya upinzani na vyama tawala, ambapo chama tawala ni CCM, upinzani vyama viko vingi, na tunaombea amani iwepo. Lakini kama tunavyofahamu kwamba nchi iko chini ya sheria, hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria. Kwa hiyo natumaini kabisa kwamba hata upinzani pia nao wasiwe sehemu ya kuleta machafuko, kwa sababu sheria zipo. Si upinzani, hata chama tawala pia nao pia kwa pamoja, ili kuhakikisha kwamba amani inakuwepo na watu kufuata utaratibu wa uchaguzi. Sisi kazi yetu ni kuwaombea uchaguzi uende vizuri, tumpate rais mzuri kama rais alivyo mama yetu Mama Samia. Amefanya mambo makubwa ambayo kwa akili ya mtu ambaye ana akili anaona kwamba huyu mama anastahili kutawala hata miaka 20 au miaka 15, kwa sababu amefanya mambo mazuri. Sio ni sababu ya kubadilisha mtu mwingine. Sasa hivi anaendelea yeye mpaka atakapomaliza muda wake kwa mujibu wa sheria. Teni atakayefuata pia tuendelea kumwombea, lakini hatujawahi kushindwa sisi wa Tanzania. Imekuwa ni nchi ya amani tangu Nyerere alivyoiacha. Hayajawahi kutokea machafuko yoyote, kwa sababu viongozi wa dini tunaheshimika. Viongozi wa dini tumepewa kipaumbele kuliombea taifa na kuombea viongozi wote wa serikali, wakiwemo marais, wakiwemo wabunge, wakiwemo mawaziri wakuu. Kwa hiyo tunaendelea kuwafanyia kazi na kuendelea kuwaombea zaidi, si Tanzania tu, hata mawaziri wa nchi zingine majirani. Bali Tanzania tuna majirani, Uganda, Kenya. Kwa hiyo bado hao watu tunaendelea kuwaombea zaidi. Malawi hapa katikati. Kwa hiyo tunaendelea kuweka ushirikiano kuombea Tanzania iweze kuwa ni sehemu kubwa ya amani, na iwe ni sehemu kubwa ya kuonyesha mfano wa amani duniani, kwamba watu waje wasome Tanzania wanaishije kwa amani, ili wagundue kwamba viongozi wa dini wanaomba maombi kuliombea taifa na kuombea viongozi wao. Kwa hiyo niseme tu kwamba uchaguzi unakaribia, tuende tukapige kura kuchagua viongozi wetu, na kiongozi atakayepita mkumbuke kwamba amechaguliwa na nani? Amechaguliwa na Mungu. Au amepita Chadema, au amepita CCM, au amepita ACT, au amepita CUF, tunajua amewekwa na nani? Mungu.